Ndugu zangu katika imani, wa min dalaili al-istidamati ala taqwa ba'da Ramadhana, na miongoni mwa dalili za kudumisha na kufanya mwendelezo wa uchamungu baada ya kumalizika Ramadhani, musahabatul Qur'an. Watu wanatakiwa wafanye urafiki na Qur'an. Qur'ani inatakiwa iwe ndiyo rafiki yako. Faman dhaka halawata al-Qur'ani fi Ramadhana, yule ambaye aliweza kupata utamu na ile ladha ya Qur'ani akiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, la yaliqu bihi, haifanani na wala haifai kwake yeye ayaqta'aha ba'dahu, kukata ule utamu na kufanya mwendelezo wa kuisoma Qur'ani baada ya kukamilisha Ramadhani. Wala budda, na wala hakuna budi, an yakuna lahu wirdun yawmiyun, awe na kiasi maalum katika kila siku, la yatrukuhu bihali, ambacho hakiachi kwa hali yoyote, anatakiwa akisome kiasi kile cha Qur'an. Yani maana yake Muislamu baada ya hii Ramadhani kumalizika, anatakiwa aweke muendelezo wa kuisoma Qur'an, hata kama ni sehemu ndogo. Kila siku amejiwekea ile sehemu aweze kuisoma katika Qur'an. Wa idha shughila anhu, na pindi anaposhughulishwa, kwa sababu yeye ni mwanadamu, wa khulqa al-insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa ni kiumbe mnyonge. Kuna wakati lazima atoke akatafute nini riziki, anaweza kubanwa na mambo fulani hivi. Sasa anapokuwa mathalan ameweza kushughulishwa mwanadamu yule, ikaweza kumpita ile siku kama alivyojiwekea, hakufanya kuisoma ile Qur'an, qadahu min al-ghadi, anatakiwa aje ailipe ile sehemu siku yake ya kesho, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anapokuwa mathalan ameshindwa kusimama qiyamul layli kwa sababu ya maradhi au kwa sababu nyinginezo, kesho yake anaziswali rakaa 12. Lengo ni nini? Ni kulipa kile kilichompita katika qiyamul layl. Sasa mimi na wewe, ule utaratibu ambao tumejiwekea wa kusoma Qur'ani kila siku unapotupita, basi tunatakiwa kesho yake angalau uweze kulipa kile kiasi kilichokupita kwa kuisoma ile Qur'ani. Lengo ni nini? Liyuawida nafsahu ala istidamati al-Qur'ani wa la yahjurahu, ili aweze kuipa mazoezi nafsi yake juu ya kudumu, juu ya kufanya muendelezo wa kuisoma Qur'ani, wala asiweze kuikimbia na kuihama Qur'ani. Na leo Ramadhani imemalizika, kila mmoja ameihama Qur'ani, kila mmoja ameikimbia Qur'ani. Katika Ramadhani, kabla sala, kabla ya sala, wallahi unaona watu wanasoma Qur'an. Wengine baada ya sala hawatoki wanaisoma Qur'an. Lakini leo zunguka uangalie nyumba za Allah, kabla ya sala, baada ya sala, je, kuna wanaokaa wakiisoma Qur'an? Labda pengine hatukuoni msikitini, unaisoma nyumbani. Bali insan ala nafsihi basira, mwanadamu yeye mwenyewe kwenye nafsi yake ndiyo mwenye kujielewa na anakijua anachokifanya. Je, unapotoka msikitini ukienda nyumbani unakaa unasoma Qur'an, au ukifika nyumbani unakaa chini ya TV unaangalia movie mbalimbali, unaangalia series mbalimbali, tamthilia mbalimbali? Jichunguze wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio unajielewa zaidi kuliko mtu mwingine. Wa kam min al-ujuri liqari al-Qur'an, na ni malipo kiasi gani anayoyapata yule ambaye anayesoma Qur'an? Ushawahi kujiuliza ni malipo kiasi gani, ujira kiasi gani unaupata kwa Allah wakati ule umekaa kitako unaisoma Qur'an? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, man qaraa harfan min kitabillah, yule ambaye atasoma herufi hii moja katika kitabu cha Allah jalla fi'ala, falahu bihi hasanatu, kwa kufanya hivyo ile herufi moja anahesabiwa amefanya jema hilo moja.
walhasanatu bi'ashri amthaliha, na lile jema moja alilolipata kwa kuisoma herufi moja ya Qur'an anapata malipo 10 mfano wake. Jema moja kwa kuisoma herufi moja ya Qur'an unakwenda kulipwa na Allah mema 10 katika lile moja ulilofanya. Kisha Mtume akasema, la aqulu alif lam mim harfu, wala sisemi mtume wenu ya kwamba eti alif lam mim hizi ni herufi moja, walakin, na lakini alifun harfun, ile alif ni herufi moja, wa lamun harfun, na ile lamu pia ni herufi moja, wa mimun harfun, na ile mimu pia ni herufi moja. Kwa maana hiyo hizi herufi tatu unapokuwa umezisoma unapata mema matatu. Mema matatu hayo kila moja lina 10, maana yake ni thawabu 30 amama Allah subhanahu. Je, ikiwa umeamua kukaa ukajipangia kila siku nasoma peji moja tu, nasoma huku nasoma na huku, kila siku umejiwekea mwendelezo wako huu, unapata thawabu kiasi gani amama Allah? Lakini leo mtu yuko radhi akae na kitabu cha stori mbalimbali za Pauko na Pakawani, anakaa anasoma stori akicheka, yuko tayari aangalie movie mbalimbali, wala hakuna thawabu anazozipata isipokuwa ni wakati anaupoteza amama Allah. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mwendelezo wa ucha Mungu baada ya Ramadhani tunatakiwa tufanye urafiki na ile Qur'an, tuwe karibu na Qur'an. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea At-Tirmidhi kwa nambari 2910. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 6469.